kwa nini kuna umuhimu wa raia, wananchi kuchangia harakati kwenye vyama vya siasa? Kuna sababu nyingi sana. Kwanza lazima tujue kwamba vyama vya siasa ndio vieko ya kuendesha nchi, na kuendesha nchi maana yake ni kumiliki resources, kumiliki rasilimali ambazo zinatumika kwa ajili ya watu. Vyama vya siasa ndio vina sera za kuleta maji, kuleta umeme, kuleta barabara. Kwa lazima wananchi wawe sehemu ya kuvi-own. Tukiruhusu hivi vyama vya siasa vichangiwe na watu wachache, maana yake vitakuwa kwenye mikono ya watu wachache. Lakini wananchi wakiwa wanachangia, maana yake wao ndio wamiliki wa hicho chama. Na ni juzi niliulizwa swali na watu wa ITV, wakasema bana, watu wanasema nyie mko hoi kiuchumi ndio maana mnachangisha. Nikamwambia ndio, kwa sababu hata serikali inakusanya kodi kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi lazima wawe sehemu ya kuendesha chama chao ili kiwasikilize wao. Actually ni kuwapa ownership na kuwapa nguvu ili wasikilize wao. Kwa hiyo lazima wananchi waelewe kwamba wao ni sehemu muhimu sana ya kumiliki chama, kwa sababu vyama vingine vimetumia mifumo ya hovyo. Kwa mfano si tajiri, watu wanaenda kwenye nchi za watu huko, wanatafuta watu wachache, wanawaambia tupeni hela, sisi tutawapa migodi, tupeni hela, tutawapa makaa ya mawe, tupeni hela. Ndio maana rasilimali za nchi hazitumiki kwa ajili ya wananchi. Lakini sisi tunahitaji shilingi 1,000 ya mwananchi aendeshe chama chake na kiwe responsible kwake, kiwajibike kwake, kwamba madini yetu tutayalinda, kwa sababu amleti chochote kwetu, wananchi wetu ndio wanawajibika kwetu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kwa wananchi kuhakikisha wao ndio wanakiendesha hiki chama, na kisiendeshwe na watu wachache. Tungekuwa tunakwenda kwa wananchi, kiongozi unakwenda kuomba fedha za kutumia nyumbani kwako, hiyo ni agenda nyingine. Lakini fedha kwa ajili ya kuendesha chama, kupata magari, kupata PA, vyombo vya muziki, kufanya mikutano ili kumobilize wananchi zaidi, kutengeneza vifaa vya uenezi, bendera, kadi, hizo wananchi ni lazima wahusike katika kuchanga ili tuweze kuendesha chama. Okay, niliwahi kupita mahala fulani kwenye mjadala, wakawa wanasema hawa Chadema si wanapata ruzuku, kwa nini wanadhani wananchi wanapaswa kuwachangia? Ruzuku ilishawahi kutosha kwenye matumizi ya chama? Sasa hivi si tumesema kwanza tutakuwa very transparent, tutakuwa wazi mno kwenye matumizi ya fedha za chama. Sasa kwa mfano sasa hizi tuna ruzuku ya shilingi milioni 100. Milioni 100 ndio tunaendeshea hiki chama na ukubwa wake na nchi nzima hii. Hiyo milioni 100 nafikiri kwa watu wengine ni mishahara labda ya watu 3 4 imeisha, au watu 5. Sisi ndio tunaendeshea chama kizima hiki. Na watu wanaongea sana, lakini wewe fikiria, tulipe umeme makao makuu, magari yatengenezwe, service ifanyike, wafanyakazi wa makao makuu walipwe. Ni kwamba tu watu wetu wana spirit ya kujitolea mno, ambayo ndio inayosababisha hata ile shilingi milioni 100 ambayo ni kidogo sana bado inaweza kufanya kazi, kwa sababu watu wetu wana spirit ya kujitolea. Lakini kama tunataka kushughulika na CCM, kwa sababu CCM ni mzigo kwa nchi hii, ni mzigo kwa wananchi. Kwa miaka 63 wameshashindwa kufanya kazi yoyote. Sasa wale wananchi wanaopenda mabadiliko, wanaotamani mabadiliko, sio tu wana Chadema, wapo hata wana CCM wanatamani mabadiliko kupitia Chadema, kwa sababu sisi tunapokea simu, jamani tuko na nyie. Sasa wawe na sisi kivitendo. Shilingi 1,000, shilingi 2,000, shilingi 5,000, 10 ya kwako itafanya mabadiliko makubwa sana kwenye nchi yetu. Asante. Kwa sasa nimegeukia kwa Mheshimiwa Boniface Jacob, mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Boniface Jacob, habari ya kwako? Salama kabisa. Uko vizuri? Niko shwari. Kanda ya Pwani ndio Dar es Salaam iko hapo, na ndio kitovu cha uchumi wa nchi.
na angalau pato la watu wa Dar es Salaam wa kanda ya Pwani kidogo lipo juu kulikoni kanda nyingine. Unauona mwamko wa watu linapokuja kitu kuchangia chama cha siasa kwenye harakati? Ya, nakubaliana na hilo kwamba Dar es Salaam ndo kitovu cha uchumi cha nchi yetu yote, lakini vile vile wakazi wa Dar es Salaam huwezi kuwatoa nje kwenye jambo kama kubwa kama hili la uchangiaji. Na sio leo, tangu kuasisi kwa mageuzi miaka ya 90, shughuli nyingi fanyika Dar es Salaam, na wakazi wa Dar es Salaam wamekuwa wakijitolea kumbi, mahali, fedha na muda. Kwa ninaamini hata jambo hili